22 we katika hikule message ya Mrs. Wanganga. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Huyu wako 2022. Haleluya. Sikiliza nikwambie hivi. Na mimi nakwambia nikiwa mtumishi wa Mungu ambaye haogopagi vita, ya kwamba umepigana ya kutosha. Umesukumwa mpaka ukashekelewa. Umesukumwa mpaka ukaibishwa. Walikusukuma wakakufungia milango. Walisema kwako haitawezekana. Walisema kwa sababu ya familia ule umetoka ya kwamba hautaonekana. Sasa sio wao, ni Jehova anasema. Hiyo kilio watu wamelia, ya kwamba mwaka huu wa 2026 ya kwamba kuna ushindi, kuna ushindi, kuna ushindi, kuna ushindi, kuna ushindi. Sikia nikwambie hivi, biashara hazikukaa mzuri, kazi hazikueleweka zinakaa namna gani. Yani hata toa zilikaa madhodhanio. Lakini nataka nikwambie mwaka huu mwaka kuna anointing fulani itakuwa inafanya kazi. Kwa sababu sio vile watu wanajua. Hii ni knowledge ya Mwenyezi Mungu. Ya kwamba kile waliona haiwezekani inawezekana, my brother, mwaka huu inawezekana kwa jina la Yesu Kristo. Wengi hawatajua vile watainuka, wengi hawatajua vile watabarikiwa, wengi hawataelewa ile njia Mungu atatumia. Lakini natangazia mtu ya kwamba mwaka huu kuna ushindi, kuna ushindi, kuna ushindi. Haleluya. Amen. Talake nyabade mwile. Wewe umekuwa breaking news kwenu. Umekuwa breaking news kwa mtaa. Kwa sababu ya tumatatizo kidogo kidogo. Madeni ilisonga watu. Mwaka wa 2025. Sikiliza wewe, roho ya madeni. Tuko mwaka wa 2026. Hatungangani na wewe. Huu mwaka si wa madeni. Huu mwaka si wa aibu. Huu si mwaka wa kushekelewa. Huu sio mwaka wa kushotwa. Huu si mwaka wa kupingwa. Huu sio mwaka wa kuinukiwa. Huu ni mwaka wa Jehova. Mungu anasema anapeana victory. Victory, 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 victory. I receive it. Bwana Yesu na inuliwe sana. Amen. Mwaka wa 2025 hakuna mahali mambo ilikuwa mazuri. Ukienda kwa kanisa ilikuwa inapigwa. Ukienda kwa familia zilikuwa zinapigwa. Ukienda shule watoto walikuwa wanapigwa. Lakini Mungu alisema ya mwaka huu ni mimi nitasimama. Ya mwaka huu sio nyinyi. Jehova ndiye anasimama mwaka huu. Na nataka nikwambie hivi katika jina la Yesu. Inawezekana umeogopa sana. Kuanzia leo usiogope tena. Usiogope tena. Kwa sababu Jehova ako pamoja na wewe. Usiogope tena. Usiogope tena. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Amen. Hapo ulifika ikakataa. Mungu anaanza hapo. Oh yes. Hapo ndio Mungu anaanza. Ndio. Mungu aliniambia hivi. Apostle, hesabia watu miezi 5 ya kwanza. Itakuwa ya watu wangu wale wamelia sana. Kwa sababu kilio kimemfikia Mungu. Kule watu wameshindwa. Bwana Yesu na inuliwe sana. Sikiliza nikwambie hivi. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Telo shoke dirangana riki. Mwambie singangani tena. Singangani tena. Na naongelesha mtu aliye kwa kanisa leo. Kama kuna madhabahu ya shetani inafanyaga ungangane kwa maisha yako, hii madhabahu mwaka huu Mungu akaweza kuishughulikia. Kama ni madhabahu ya kifamilia inafanyaga ungangane sana, Mungu akalishughulikia. Kama ni madhabahu ya watu wenu inakuingizaga kwa mingangano, Jehova akasimame. Hiyo madhabahu tavunjika. Sikilizeni hapa. Bwana Yesu na inuliwe sana. Tarigo sio kiugo. Hebu goga mtu hivi. Goga na mugoge side hii kine. Tamurike wega. Aha.
Westua mtu wewe. Kwina andu makome special muno. Watendaga guthumburwo. Sumbua mtu dakika moja. Wewe liko. Tadhikireria iha. Bwana Yesu na inuliwe sana. Kile nakwambia umugoge ni kwa sababu ya moja tu. Ya kwamba utapanuka pande hii. Na kupitia kwa nguvu za Mungu. Kupitia kwa upako wa Jehova. Utawasukuma pande hii. Utawasukuma pande hii. Maganda rababu shanda. Sikiliza nikwambie kwa jina la Yesu. Ya kwamba utawasukuma. Utasukuma washawi. Utasukuma waganga. Utasukuma mapepo. Utasukuma magonjwa. Utasukuma maaibu. Utasukuma mateso. Utasukuma vita. Masata rababu shanda rababu yanda. Sikiliza nikwambie. Upako wa siku ya leo. Sikia niwaambie. Mungu atawabariki mpaka muitwe washawi. I receive it. Abia jirani yako hivi. Ebu goja. Ukibarikiwa sana na wale walikufunga wameona bado unaendelea, wanakuitaga nani? Mchawi. Wanakuitaga nani? Mchawi. Natagaza na mafuta ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Nikiwa kwa madhabahu ya mlima wa Bwana. Utabarikiwa. Kaskazini utabarikiwa. Magharibi utabarikiwa. Mashariki utabarikiwa. Kusini utabarikiwa. Utainuka. Haijalishi kulikuwa aje. Lakini nasema yes. Masatara baba. Sikiliza hapa. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Amen. Ninakaza hivi. Kiriaka yokite gweka kuri andu amwere. Ona andu anyuma tiretekia. Ni kuri andu maretwo devil. Ni uria marathimetwo. Tathikiriria bebe mwere. Ngai witu ti mutheni. Augete thĩinĩ wa kiugo gĩake o fedha na dhahabu. Ndio. Ambia jirani yako fedha na dhahabu. Fedha na dhahabu Nĩ ciao. Nĩ cia Ngai. Wauga nĩ ciao. Nĩ cia Ngai. Tareke nyambe ngwĩre na kuanointi leo. Ndio. Tareke nyambe ndĩmwĩre kaũndũ kamwe. Watu wengi sana hapa wajui. Huu unaitagwa mlima wa Bwana. Na sisi tunajekaga wakati wa kiangazi. Tunajekaga wakati kumekauka. Sisi tunajekaga na tunanunuaga hizi viwanja wakati kuko kubaya. Kwa sababu tunajua Mungu wetu. Ya kwamba Mungu wetu si maskini. Sio maskini. Mimi sikuhubirii Mungu hawezi akabariki. Na kuhubiria Mungu anaweza toa maskini kutoka kwa mavumbi amuinue akatishe pamoja na wafalme. Na natakasa kwa mtu wako kwa hii kanisa, kila ulisubuana nacho 2025 tunaiondoa leo. Tunaondoa. Tekete mwele 2026 sio mwaka wa maadui. 2026 sio mwaka wa nani? Huu ni mwaka wa watoto wa Bwana. Na Mungu atajitukuza kwa mwaka huu kwa watu wengi kushinda kwa miaka ingine yote. Na mjue Mungu akijitukuza si ate ni kuzuri. Si ate ni. Lakini Biblia inasema hivi. Tell my righteous people it is well. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Tarekeja bade mwire. No tigage guoya. Tero shoke tigage guoya. Abia jirani yako wacha uoga. Hebu sikiliza kile nataka. Leo nakuombea, haijalishi nitatoka hapa saa 2. Hata nikitoka saa 2 ni sawa. Mimi nasimama kama saa 8. Sikia nikuambie. Lakini nataka hivi. Ni kuanuti na mafuta ya Mwenyezi Mungu imeopewa iko hapa. Hapa itafanya ufanikiwe mwaka huu mpaka maadui zako waongee sana. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Amen. Nataka hivi. Sikiliza hapa. Nataka
nataka Mungu akufanikishe uwe breaking news. Uwe breaking news ya kwamba hatujui kule anatoa pesa, hatujui kule anatoa hiyo gari, hatujui kule hiyo shamba imetoka, hatujui hiyo buka imetoka wapi, hatujui hiyo promotion imetoka wapi. Yeah. There is God in heaven. Oh. There is God. Yes. Sikiliza, naondoa wingu la ukavu, kwa sababu kama kuna ombi tumeomba hapa 2025 ni la watu kukaukiwa. Tore hoete hakweto feinti. Shetani na hasidwe. Na washa nikwambie, gaida hana modo. Si amewapatia surprise December. Unaona mliniacha kanisa peke yangu, mkaenda mashambani. Mkaniacha hapa nikiwa soja. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Sikia niwaambie hivi. Nataka mwaka huu wale wanakuogeaga wasikuogee kwa sababu ya shida, wasikuogee kwa sababu ya madeni, wasikuogee kwa sababu ya aibu, wasikuogee kwa sababu unafukiwa nyumba, wasikuogee kwa sababu unashotwa. Lakini hiyo midomo iliogea mabaya yako iogee uzuri wa Mwenyezi Mungu, wa confess kwa maisha yako. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Hiyo midomo hiyo midomo hiyo. Abia jirani yako hiyo mdomo huyo mdomo uliongea mabaya yangu, mwaka huu utaongea mambo ya baraka zangu. Unaongea mambo ya baraka zangu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Amen. Sikilizeni waambie hivi, hapa ni neema. Abia jirani yako ni neema. Mwambie ni neema ya Mwenyezi Mungu. Ni neema ya Mwenyezi Mungu. Mwele tikeo. Mwambie sio nguvu, sio jina, si pesa, na sio masomo. Mwambie hapa ni neema. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na mimi nataka nikuambie hivi, washa wimbo yako ibadilike. Mwaka huu ini mwamenya Kenya bede mwili. Do you know watu wale wengi sana wamepigwa, wako kwa kanisa sana wamepigwa sana. Wale wamekuwa wakiwapiga watatafuta urafiki na nyinyi. Kenya bede mwile. Sikilizeni uhabie. Hii ndio kitu Mungu anafanyaka kwa watoto wake. Mungu make sure walie kudhalalisha, walie kuinukia, walie kupaka matope, kuna siku moja ya masiku mtakutana na wao ukiwa umebarikiwa na Mungu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Amen. Kaini amekagashua. Sikia, Mungu humake sure mtu aliyesema kwa maisha yako hawezi. Kuna watu wanakuangalia namna hii, wanakupigia hesabu. Anakupigia hesabu hivi na hako na answer. Mwambie hiyo hesabu ulikosea. Ongelesha adui, mwambie hiyo hesabu ulikosea. Bwana Yesu na inuliwe sana. Kuna hesabu ya Mungu na hiyo ndio accurate. Ya Mungu haiwezi kukosea. Kuna mtu mwaka huu ambaye ametoka, ameenda akavuka mwaka huu, akikuja kufuata mtu aone akiagamia. Kenya bede mwili tumwe na ndekwenda mukoroko muri andu ahoi. One day one time na danera andu akanitha uyu guo. Kundu kwaumira laini andu makirathirwo. Watu walikuwa wanatabiriwa mahali na hapa BI. Ilikuwa mwaka wa 2018 tukiwa shauri. Ikasemekana huyo Stefano munaenda kwake. Tulikuwa pale ghetto. Anakufa mwezi wa ngapi? Ate anakufa mwezi. Gai wao amerire gukua mwezi wa kaigana. Mwaka wa 2018. No thine wolathi wao. Matiahotire kuratha na njira njega kwa sababu hawakujua mwezi wa 4 ndio mvua inakuwa kami. Na mvua ni nini? Bwana Yesu na atukuzwe sana. Hebu sikilizeni waambie. So mtu ule alikuja akaniambia pale shauri, imesemekana wewe unakufa mwezi wa 4. Akakuja akaniambia. Mimi nikamwambia hivi,
ikiwa ni Mungu amesema kwao, huyo Mungu ni muongo. Huyo Mungu ni nani? Sababu ile maono Mungu alinipea ya madhabahu, sijafika kwa hiyo maono. Na Mungu hawezi akakumaliza ikiwa alikupatia maono na alikuonyesha maono kile Mungu anataka akupatie. Hauwezi ukakufa kama hujafika hapo. Unaweza kosa pesa, unaweza kosa kazi, lakini Mungu hawezi akakubali ukufe. Mungu akisema siku moja utapanda juu ya hii speaker, haijalishi utapitia kwa vita gani, lazima siku moja utajikuta pale juu ya hiyo speaker. Bwana Yesu na inuliwe sana. Wakasema he Komadoro. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Sikilizeni waambie, Biblia inasema adui wa mwisho kupigana naye anakuwaga ni kifo. Na mtu anakutakia kufa, huyu ndio adui wa mwisho kwa maisha yako. Shetani na hashidwi. Hawakujua mwezi wa 4 ni mwezi Mungu analetaka mvua, na ni mvua ya chakula. Kwa hivyo tulipoingia mwezi wa 4, Bwana Yesu na atukuzwe sana, watu wakagojea. Watu wengi wakagojea Stefano anakufa mwezi gani? Lakini kwa system ya Mwenyezi Mungu, ndio Mungu anakuja kunipeleka nikahubiri kwa Meru TV. Kwanza mnaijua Meru Television. Ile wakati walikojea mambo ya kukufa kwangu, tulionania nao kwa TV. Hallelujah. Bwana Yesu atukuzwe. Atukuzwe. Niko hebu pale Shauri, ukikuja wale washawi wa kuua, tunaangaliana hivi. Tarehe jabe mwilo domwe. Na saa hiyo wananiua nikiwa na kanisa kanatoshana aje. Do you know kanisa hii ya Mlima wa Bwana? Wale waliingia walikuta kanisa ya Mlima wa Bwana nikiwa nimeweka cutting za magunia. Easy cutting Shauri ilikuwa ya magunia. Nilienda kwa soko kwa mzee na kutaka pale, akanizia kigunia, nikashikanisha, nikazingira kanisa. Sasa hata Mungu akikuangalia unaua maskini, unamuua aende wapi? Shetani na ashidwe. Yaani ukiua maskini nini utabahatika nayo hapo? Tena kinya begwele mweli wa kanadili kanaga. Mimi nakumbukaga hapo ndio Mafu alinishikanisha na TV ya Meru. Kutoka hapo nikaitwa na watu wa ICK. Wa TV inaitwa Pira TV, inakuwa pale Kirogoya. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Mwakoria weregereirwo vile noga yakagarurania agakwambararia nigetha ciathu ciaku ikone. Na kiu nikio ndandikiriya kwe mundu wothe we kanitha uyu, ikiwa kuna mtu anagojaga ufire, atakuona ukiwa umeinuka katika jina la Yesu. Ikiwa kuna mtu anagojaga aone umeaibika, wewe hautapatwa na hiyo aibu. Mungu atabadilisha. Kama kuna mtu anagojaga ugojeke, ole wake, kwa sababu hautagojeka. Wewe Mungu anakupromise ya kwamba atakupatia afya. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Amen. Kile Amerika thini wa muturire waku matikona. Na bado no tureka hatia. Habia jirani yako bado tunasonga tu. Bado tunasonga. Aimwambia bado tunasonga. Bado tunasonga tu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Amen. Na nasema kwa mafuta ile Mungu amenipatia. Oh yes. Mwaka huu usisimamishwe na maadui. Ndio. Sikilizeni na msikilize vizuri. Huu mwaka yule atainuka kupigana na wewe na kutia mafuta. Na mafuta ya Mungu inateteaga watu wa Mungu. Kile kinafanyaga muone washugaji wanapigagwa na hawakufi na hawaishi, ni kwa sababu ya anointing ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Sikiliza nikwambie, mafuta ile nalete kwako ni ya victory. Hakuna kitu kingine. Mahali umeshindwa hiyo mwaka, huu mwaka unaweza katika jina la Yesu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Hallelujah. Nage korwo
kama uko kwa hii kanisa na nduragio hurizagwi ekwari agikuka githweri, ikiwa uko kwa hii kanisa na miaka inakupitaga hivi kama vile upepo unapita, na hakuna mtu anasema hata shetani na asidwe, huu mwaka ndakuhoera ririkano ni Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Ona ngĩkorwo wĩ mũndũrũme wĩ gũkũ na wenyitirĩra matiga ma kũbacania handũ, huu mwaka hautabacanio katika jina la Yesu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Kitu kingine nahopea sana, aliye na ndoa yake mwaka huu hakuna kuachana. Apia jirani yako, mwaka huu hakuna kuachana. Mwaka huu hakuna kuachana. Bwana Yesu na inuliwe sana. Amen. Gotire hindi mungituika mwari one thina, mwari one nda, mwari one ngokoni, riria Ngai oka kumurathima niro muretana nugu. No, shetani na ashindwe. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Ati riria Ngai oka gukurathima niro ureta muthuri waku kimundu, na riria murariago ni ngee haria muretanaga icio mwetanaga. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Wakati wa masida mumevumiliana, wakati wa getheri, wakati wa muthokoi, wakati wa kuchemsha madizi, wakati wa kukula sijui what, ugali na kaugali kadogo. Lakini wakati Mungu amekuja, muthuri na basigana, muthuri na gakamwira kirimo giki, mutimia akamwira twacemanĩirie ku, muthuri akamwira ona ndiĩ kura twacemanĩirie, mutimia akamwira ugatuma, muthuri akauga nĩ tumanwo thaa ici. No ici nĩ irimo igĩrĩ itingĩka atĩa, itingĩtigana. Bwana Yesu na inuliwe sana. Do you know mtu kisirani anakutana na mtu kisirani mwenzake? Kila gĩtũmaga wone mĩciĩ ĩno nĩ tondũ Ngai ndangĩkũhe mũndũ mũhoreru ũkorage. Mungu anaweza kukupatia mtu mpole sana ukue. Anakupatia mtu anakukaribia, ukiinuka na yeye anainuka akiwa kwa bafu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Tarekenya bado unaona wale watu wanasemaga ni wazuri, wanakuwaga wazuri wakiwa na watu wengine, lakini ukafunguliwa ka video ya nyumba, ka video kaletwe, onare moka gutwira hatu iba pastor apostle, bwana yangu ni kisirani, apostle oba hiyo kisirani hicho, lakini huyu ndiye kisirani wa mwe. Gutire kiugo atetanaga nyumba, hakuna neno ambalo hatusianagi. Thiena kou tikwe malaya kiuge kiatia muthuri na ketondo ni anamenya mundu uyu ndo wakwa na bado tondu we muritu ri ona wethago mundu muritu we muge wethago mundu muge na ni hinya thikiriria ngwire agwita unawe no kinya weta ni atia agwita ibuku rere na woka mwita kalamu gaka na si ndo imeandikwa, simeandikwa. Tathikiri nyabende mwido ndumwe na ndo maturaga nyumba ndirariria andu aria meguku, mtu anataka mtu akona mtu anamezea mate mtu mwingine ako mahali asikie hii, isipokuwa watoto. Hakuna mtu apendi ndoa. Hata ukiona mtu yote anasema mimi imenifika mwisho, kwa hado hakinyaga akauga hapana, afadhali singefanya nini, singefanya hivyo. Ndoa ni kitu kizuri sana. Ungekenda kumenya andu meke hiko-ini gikenu tayo marore ya thuri na atumia uria mathiaga makenete, no ungekenda kumenya nyumba nyingi uria ihana. Ukiona nimebeba bibi yangu hapa kwa kagari, uone bibi akiangalia pande ile, mimi na mimi ukiona kwa gari ya mtu ukute mtu amebebwa
pale mbele, lakini uone haya ushotimuka. Tafikiri ndipo ile ukaona wale watu wako na magari hapa na uwaulize, ukute watu wameenda kwa safari, lakini unaona bibi pale mudhuri na one mpango hapa, hakuna bibi. Maundu maya menekaga riria andu marendana, lakini tukifika kwa kujenga boma, ukikuta fundi wa mawe akijenga ameharibu sura sana. Na hivyo ndio ndoa inajengagwa, sababu lazima uwe serious kiasi. Wewe ndio gutheka ndukugia mundu ni ndironi ukimupost ni wega. Hebu sikiliza hapa. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Toka oka mundu renda mundu oka ogama weshimiwe haha. Ni personal assistant wa Mr. Kareba. Oka nduri mundu nyendete toko geithia andu aya ni matikui geithania mundu witu na ukimarore athuri ugai waja kena mwanya mwega muno haha. Bwana Yesu asifiwe. Happy New Year. Happy New Year. Kwa majina naitwa Beth. Beth ametoka Runyenjes. Anakaa pale kwa Mheshimiwa Karemba. Okay, na zaidi ya yote napenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Akiwa mwokozi wa maisha yangu. Okay, Daddy, nimefurahia sana kunitambua. Mimi si mbaya. Neguo, wewe si mbaya Beth. Hapo sasa. Mimi ni binadamu kama mtu wa kawaida. Hata kama ni mfupi, ni binadamu. Na tunasemanga what a woman can do, yes, I can also do. Ndukairere karagita hunyu. Ama namna gani wa mama? Hapo sasa. Kwani niko na shida? Hauna? Niko na kila kitu. Mpaka payslip. Huu ni mwaka mpya. Lazima tuvukishe na style. Kwa nini mkati ma feelings? Lazima tufurahie. Si ndio? Okay, asanteni sana. Pigie makofi. We.
Wanaume we tena na wanaume wanasema ati watu hawako hapa. Kuna mpaka payslip. Huyu pesa inapatikana. So we mwanaume hata kama uga inaweza kosekana siku moja, uko safe. Rent ikilete shida kidogo, uko safe. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Beth, Mungu akubariki na Mungu akutende. Napenda Beth sana, sababu ni mjasiri sana. Wewe ukiambiwa uongee hivyo hauwezi ukaongea. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Apia mwenzako, huu mwaka ni wa ushindi. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Nasikilizeni niwaambie kitu moja, kwa sababu nataka tuingie kwa mambo mengine. Nataka ujikakamue sana mwaka huu kwa maombi. Nataka ujikakamue sana kwa kujua vile utakavyosimama ukamfurahishe Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Ni ukenetia ndukahida karaihu muno. Lakini ngekuomba mwaka huu uamue kufurahisha nani? Hebu furahisha Mwenyezi Mungu. Mungu hatakuacha. Wacha niwaambie kitu kimoja. Wanadamu wanaweza wakakuasha. Sisi unaona tukisheka na wewe hapa tunaweza tukakuasha. Lakini ukijishikanisha na Mwenyezi Mungu, Mungu hawezi akakudhalarisha na hawezi akakuasha. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na washeni waambie watu wale wako hapa, msiamini sana mambo ya kurogwa. Sababu hata wakati Mungu atakufungua ukiwa na mentality ya kwamba umerogwa, hata wakati Mungu atalete deliverance kwako hautajua. Bwana Yesu na inuliwe sana. Usiamini sana ya kwamba umelaaniwa. Biblia inasema Yesu alitundikwa msalabani, na Biblia iko inasema amelaaniwa atakayetundikwa msalaba. Yesu akatundikwa msalabani akatuvujia hizo malaana. Kuna laana zile zinafuataka watu kwa familia za kiukoo. Kuna madhabahu za kifamilia. Kuna mambo mazito nataka kuongea hapa, kila mtu anafaa kudilu na yenyewe. Unajua vile utadilu nayo kwa maisha yako. Kwa sababu kwa watu wengi sana wa generation hii, kuna kitu shetani amefanya kwa anga. Watu wengi saa hii wanapata pesa ambazo hawajuani hizi pesa zinaitaka wapi. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Unakuta mtu anakuambia yeye anapata pesa, yeye anapata pesa mzuri, lakini hawezi akakwambia hizi pesa anafanyaga nazo nini, zinaitaka wapi. Pesa mtu anapata mwezi mzima, lakini siku 4 zikikuja kama hapati pesa, zile alikuwa nazo zote zimeisha. Kuna mambo matatu nataka udie nao sana mwaka huu. 1, kwa maombi, ni family altars. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Udil sana na madhabahu zile zinaongeleshaga watu kwa familia zile umetoka. Kila mtu hapa ametoka kwa familia hapo iko na madhabahu fulani, na unafaa wakati uko kwa maombi unaweza kuingia kwa warfare. Warfare ni maombi ya kupigana na madhabahu inafuataka mtu kutoka kwa ukoo wake ama kwa familia yake. Madhabahu inasemaga hautawahi simamisha ndoa. Madhabahu inasemaga hakuna mtu atawahi endesha gari kwenu. Madhabahu inasemaga hakuna mtoto atawahi soma na amalize shule kwa familia. Madhabahu zinasemaga mtu akikiwa kansa inajitokeza. Madhabahu inasemaga mtu akienda kuinuka lazima aende jela, shetani na ashidwe. Na Bwana Yesu na inuliwe sana. Mwaka huu uwe serious sana na maombi, kwa sababu nasomeshaga watoto wangu wa kiroho hapa mambo ya kiroho, na hii hautapata mwalimu wa kusomesha wa kuandika Bible kwa blackboard. Ya kwamba ukiona unafuatwa sana na watu waishe na madhabahu chafu, ukiona ukionewa kwa ploti ile unaenda unakutanaka na mtu akona madhabahu ya kukumaliza, kuna mtu kwa familia aliyefungua mlango wa madhabahu ya kishetani.
Shetani na ashindwe. So wakati wowote unaenda kupigana vita za kiroho, ya kwanza kupambana nayo ni family altars. Yesu aliambia watu hivi, adui mkubwa ni mtu wa nyumba yake. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Kabla hujaenda kupigana na watu wa nje, wale unakuta kwa ploti wakisema utakufa, utaisha, utasabaratika, hautaendelea, jiulize, kwa familia ile nimetoka, nani alifungua mlango ya mambo ya witchcraft? Nani alifungua mlango ya mambo ya kishetani ile inafuata watu kwetu? Uweze kutiru na hiyo kitu kwanza. Pia hivi, nimeitwa hapa nikaenda kwa principal kwa hapa Makutano, na amejenga nyumba mzuri sana hapa Makutano kwa barabara. Na tulipoenda kwake, alipouli alimuonyesha mimi, ni kwa sababu kuna mama alikuwa anakuja maombi hapa. So wakaletwa, nikaambiwa niende nikaombe kwao. Amesomesha watoto wake watatu mpaka university, lakini wote watatu kuna kipindi na fikaga anatokwa na wazimu, na wote wako na madigiri watatu. Shetani na ashindwe. Na kile kinafanya mambo yote ni kwa sababu ni shamba ya familia yao. Mtu akawaonea kijisho, mtu akaona watoto hao wamesoma, mtu akaona mtu huyu akichababu amesoma anaweza kuwa msaada kwa familia, anaweza kuja kuwa msaada kwa society. Akaamua kuenda kwa madhabahu shafu ili akaweze kuharibu watoto wa principal. Mmoja alikuwa anasomea London, wakili, alidipotiwa hapa akiwa wazimu. Mtu anaenda kufanya masters ya mambo ya wakili. Lakini sikiliza nikwambie kitu kimoja. Tulipofika mahali pale, Mungu akaniambia hivi, hii familia, brother wa principal huyu ndio alifanya hao watoto imaneni. Shetani nashi terekeide mwele hiko shode ukekegwa mundu okwiraga gutiri urogi ni murogi. Nogi wa mundu okwiraga gutiri urogi, ndakwira ndugetekie nigetha hote kuhoya. No urogi atu kwaja huku watu wanamalizana. Mimi mahubiri naobeaga watu hapa Tuesday na Friday, ni watu walikuwa na pesa mingi zilimalizwa na watu wale wengine. Watu walikuwa na mabiashara makubwa, lakini kuna mtu alisikia wivu akamuendea akamumaliza. Mtu alikuwa na nyota ambayo ingekuja isaidie watu wengine kwa kijiji, lakini kuna mtu wa wivu alikibia mahali akaenda akakuja na vitu zake. Shetani na ashindwe. Sikilizeni waambie kanisa la Bwana, mwaka huu ukiomba, ng'ang'ana na madhabahu yote ambayo inapigana vita kwa familia yenu, kwa sababu hizi ndizo vitu zimezuia watu wengi sana kuwa wabarikiwa. Hizi ndizo maagano zile zinatumika sana kwa shetani kuingiza watu kwa maaibu na mateso. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Sikiliza nikwambie, Mungu anamwambia Musa hivi, apia watoto wangu hivi, mshawi ama murogi asiishi katikati yenu. Epuko kama mtu huyu anataka kulala, mwambie mshawi ama muganga asiishi katikati yako wewe. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Terekede mwele huku ukiuliza watu kwa hii kanisa tuko sahi, watu walikuwa wamebarikiwa na Mungu na mali mingi sana, lakini kuna mtu aliambia mtu, hisho wewe utaisha, wewe utanijua, wewe utaniona. After miaka 2 miaka 3 zile baraka zote zikaisha. Ni watu wengi sana. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na unajua tunafanyana hivi kwa sababu ya nini? Because of the spirit of jealousy. Roho ya nini? Roho ya wivu. Kwa sababu wewe hautaki mwingine afanikiwe, wewe hautaki mwingine aendelee,
na Mungu hubariki yule mtu anataka. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Kitu ya kwanza, deal na family altars. Isi nicio itumite ona twageria guthie kuiga ihiko ni maikirugamaga, na watu wa nje hawawezi wakakuelewa. Watu wa nje wakiona ndoa yako imehaguka, ongea huwa wanaongea, ni kuongea, wanataka wakuongea, lakini hawajui kuna kitu kinakufuata ambao hauwezi ukaelezea. Wakati watu wamekuangalia ulikuwa umebarikiwa umeisha, watu wanasemaga ni akili wewe huna, lakini watu hawajui kuna kitu kiliashiriwa kwa maisha yako ambao kinakula hiyo pesa kwenye ulimwengu wa kiroho mpaka uishi maskini. Shetani na ashiri. Wakati wowote ule umeingia kwa maombi mwaka huu,